Zamani ulikuwa ukiamka asubuhi na mapema, ulikuwa unaenda kuangalia DW wanaongea nini, BBC wanaongea nini. Lakini sasa hivi hali imekuwa ya tofauti kidogo. Ukiamka asubuhi na mapema sana, unakwenda kuangalia rais wa Marekani bwana Donald Trump amezungumza nini. Yaani rais wa Marekani bwana Donald Trump anajifanya yeye ndiyo cassette ya dunia. Yaani yeye anajifanya ndiyo redio ya dunia. Sasa Iran bwana, wana habari yao nyingine njema sana. Wanasema hivi, baada ya kuwa wamefanikiwa kuvua vidagaa katika vita vyao na au vita mseto kati yake pamoja na Marekani, sasa wanataka kuvua samaki mwenyewe au wanataka kumvua dagaa ambaye anazalisha hivyo vidagaa vidogo vidogo. Unajua tafsiri yake ni nini? Wanasema baada ya kuwa wamefanikiwa kuharibu kabisa mataifa jirani ambayo yalikuwa yanaisaidia Marekani pamoja na Israel katika vita hivi, sasa wanataka kumalizana na Israel pamoja na Marekani yenyewe. Na ndio maana wanasema baada ya kuvua vidagaa katika vita inavyoendelea, sasa wanalenga kuvua samaki mwenyewe. Hii ndio kauli ya Iran. Sasa wakati kauli hiyo ya Iran ikiendelea kuwa hivyo, ripoti ambayo unatakiwa kuipokea nyingine, wa Iran wamesema you don't need to miscalculate kuhusu Iran ilivyojipanga katika mapambano. Yaani wanasema hivi, hakuna taifa lolote duniani ambalo linatakiwa kupiga hesabu mbovu juu ya namna Iran ambavyo wamejipanga kukabiliana na Marekani. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na kamanda wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la Iran. Ameonya maadui dhidi ya kufanya makosa katika kukadiria ari na uwezo wa mapambano wa vikosi vya kijeshi vya Iran. Brigedia General Ali Jahan Shahi ametoa kauli hiyo wakati wa ukaguzi wa utayari wa mapambano wa vikosi vya nchi kavu ambavyo vilipangwa katika maeneo ya mipakani. Akasema ari ya mapambano ya wapiganaji wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi iko juu sana mbele ya uchokozi wowote wa adui. Kwa roho hii ya kishujaa na uungwaji mkono thabiti wa taifa la Iran kwa vikosi vya ulinzi, uchokozi wowote dhidi ya mipaka ya nchi utakumbana na jibu kali la kuumiza ambalo litakuwa ni la majuto zaidi. Kamanda huyu amewahakikishia taifa kuwa mipaka ya taifa iko salama na tulivu kutokana na uwepo wa vikosi vya ulinzi, na mnukuu, harakati za adui zinafuatiliwa kila wakati kwa umakini wa vikosi vilivyojitolea vilivyopo mipakani. Tishio lolote dhidi ya wananchi wa Iran litashughulikiwa kwa uamuzi wa haraka na thabiti zaidi. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na kamanda wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la watu wa Iran. Comfort ya hatari sana hii ambayo inakwenda kwa wananchi wa kule Iran kwamba msiogope, mimi nipo, msiogope kabisa. Tahakikisha tunapambana na tunaishinda hii vita. Ndio maana wanasema wao wanataka kwenda kuvua hao samaki. Lakini papo hapo takwimu bwana zinaonyesha Iran wamefanikiwa kupenya kizuizi cha Marekani licha ya madai ya mafanikio ambayo yametolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kwa mujibu wa takwimu kutoka kampuni kubwa ya ufuatiliaji wa meli, inaonyesha kuwa meli nyingi za mafuta zimefanikiwa kupenya kile kinachoitwa kizuizi cha kijeshi cha Marekani dhidi ya Iran tangu kilipoanza mapema mwezi huu. Taarifa za kampuni moja inafahamika kama Voltexa ambayo imenukuliwa katika ripoti ya Jumatano tarehe 22 mwezi wa 4 2026, leo ikiwa tarehe 23, zinaonyesha kwamba meli 36 za mafuta ikiwemo zilizobeba mafuta ghafi ya Iran zimefanikiwa kuvuka kizuizi hicho tangu kilipoanza April 13 mwaka 2026. Kwa mujibu wa takwimu hizo, meli 19 zilitoka Ghuba ya Uajemi kuelekea bandari za kimataifa. Meli 15 ziliingia katika njia hiyo ya maji kutoka bahari ya Arabia, zilikuwa zinaelekea katika bandari za Iran. Ripoti hiyo imeeleza kuwa
Angalau meli 6 kati ya zilizotoka Ghuba ya Uajemi wakati wa kizuizi hicho zilikuwa zimebeba mafuta ya Iran yenye jumla ya mapipa milioni 10.7 yenye thamani ya takriban dola milioni 910. Kwa mujibu wa taarifa, mojawapo ya meli ambazo zimepenya kizuizi hicho na kutoka Ghuba ya Uajemi ni ile meli inayofahamika kama Dorena, meli kubwa yenye bendera ya Iran ambayo iliondoka katika maji ya Iran April 17 na siku iliyofuata ilionekana karibu na pwani ya kusini ya India. Meli hiyo ipo chini ya vikwazo vya Marekani, ni miongoni mwa nyenzo muhimu za usafirishaji wa mafuta ya Iran. Takwimu za Vortex za pia zimeonyesha kuwa meli 2 zaidi zilizo chini ya vikwazo vya Marekani zilipenya kizuizi cha bandari za Iran April 20, huku meli nyingine kadhaa zenye bendera za mataifa tofauti zikiingia Ghuba ya Uajemi katika siku ambazo zimefuata. Hali hii inajiri wakati Trump akidai kuwa kizuizi chake kinachofahamika blockade ambacho ni cha kijeshi dhidi ya Iran ni mafanikio makubwa, akisema wameinyima nchi hiyo mamia ya mamilioni ya dola katika mapato ya mafuta ya biashara. Trump alienda mbali zaidi akasema Iran wamepoteza zaidi ya dola milioni 500 tangu blockade ianze. Sasa Iran wanasema wameuza mafuta yenye thamani ya dola milioni 910 tangu mzingiro wa Marekani uanze. Na Iran imekosoa kizuizi hiki kuwa ni haramu na ukiukwaji wa makubaliano dhaifu ya usitishaji vita, wakiapa kujibu hatua ya kukamatwa kwa meli 2 ambazo zilitelekezwa na vikosi vya Marekani katika maji ya kikanda na kimataifa. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa tarehe 22, vikosi vya kijeshi vya taifa la Iran vilifanikiwa kukamata meli 3 katika mlango wa bahari wa Strait of Hormuz kwa kukiuka kanuni za upitaji katika eneo hilo. Na Iran imeendelea kudhibiti kwa ukaribu mkubwa usafiri katika mkondo huo tangu siku za mwanzo za mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo mapema mwezi Machi. Mamlaka za Iran zimesema kwamba zinaweza zikapunguza vikwazo katika mlango wa Hormuz iwapo Marekani itaondoa kizuizi hicho na vikwazo vingine vilivyowekwa dhidi ya taifa la Iran. Swala hili limekuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kidiplomasia za kufanikisha duru nyingine ya mazungumzo kati ya Teheran pamoja na Washington baada ya duru ya kwanza kumalizika nchini Pakistan April 12 bila kufikiwa kwa makubaliano. Kwa hii na yenyewe ni ripoti nyingine ngumu tu ambayo Marekani watake wastake ni lazima waipokee kutokana na unyeti wake. Kwa hiyo wakati ukikaa ukijiuliza kwamba Iran wana survive vipi, ni kwamba Iran bado wanaendelea na biashara yao kama kawaida, lakini biashara kwa kifupi tunasema ni kwamba inakuwa imepungua kidogo kutokana na hivyo vikwazo ambavyo vimewekwa na Marekani katika huo mlango wa bahari wa Strait of Hormuz. Lakini kwenye zile taarifa nyingine ambazo zipo natamani na zenyewe mngeweza kuzifahamu ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na spika wa bunge la Iran Bwana Mohammad Ghalibaf amezungumza akasema hivi: Marekani imeshindwa vita. Huyu ni spika wa bunge la Iran, amechapisha kupitia katika ukurasa wake wa X, akaandika maneno haya yafuatayo kwa lugha yao wenyewe: A complete ceasefire only holds meaning when it is not violated by a naval blockade and the hostage taking of the world economy, and when the Zionist warmongers is halted on all fronts. Amesema huyo bwana Ghalibaf. Anasema tena, the reopening of the Strait of Hormuz is not possible while ceasefire is being flagrant violated. Kwa lugha nyepesi sana ya lugha ya Kiswahili chepesi hivi, anasema usitishaji kamili wa mapigano katika eneo hilo ukiwa umekiukwa, basi umekiukwa na mzingiro, kwa maana blockade ambayo imefanywa na Marekani, lakini pia kuendelea kubinya au kunyonya uchumi wa nchi fulani, na
anasema hawa maharamia wa kivita wanaitwa Zionist, mazayuni maharamia wa kivita wanaitwa Zionist warmongers, wanapokuwa wapo bado katika mstari wa mbele, basi jambo hili linakuwa haliwezekani. Na akaenda mbali zaidi, kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz hauwezekani mpaka pale usitishaji kamili wa mapambano utakapokuwa umezingatiwa. Yani sio usitishaji dhaifu, usitishaji kamili wa mapambano utakapokuwa umefanyiwa kazi. Unajua kuna usitishaji wa mapambano ambao tunasema ni usitishaji dhaifu, halafu kuna usitishaji kamili wa mapambano. Wa Iran wanasema sisi hatuhitaji usitishaji dhaifu, tunahitaji usitishaji kamili wa mapigano. Lakini pia tumeona rais wa Iran bwana Masoud Pezeshkian amesema hivi, naye kupitia katika ukurasa wake wa X kwamba kitendo cha Marekani kuvunja makubaliano na kufanya mzingiro blockade, hiki ndicho kikwazo namba 1 kizito katika kufanikisha makubaliano. Anasema hivi, breach of commitments, blockade and threat are the main obstacles to genuine negotiation. Anasema hivi, amezungumza hivi akasema ni baada ya maneno yaliyotolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye alisema na nukuu, "The world sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and action." Mnakumbuka rais wa Marekani alisema hivi, sasa hivi wa Iran wana mgogoro mkubwa sana kati ya viongozi katika taifa hilo. Kwa hiyo wa Marekani wapo katika right track ya kuhakikisha wanafanikisha mission yao. Sasa wa Iran kupitia kwa rais wake Masoud Pezeshkian anasema hivi, Marekani hicho ambacho wanakifikiria kinakuwa ni hakina ukweli wowote, kwa sababu pamoja na kauli ambazo zinazungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, wao wana dunia yao ya maamuzi ambayo wa Iran wenyewe wanajua ni maamuzi gani ambayo wanayafanya. Sasa nitakaporejea hapa baadaye kwenye hizi makala 1 na 2 ambazo tuko nazo, nitakuja kuwaletea hapa makala moja ya wa Iran wenyewe wanazungumza nini kuhusiana na vita. Je, wa Iran wanataka vita kuisha au wa Iran wenyewe wenye Irani yao wanataka vita viendelee? Narudia tena kusema, moja kati ya mataifa ambayo nimewahi kuyafikiria kwamba ni hatari sana inapofikia kwenye eneo la vita, nilikuwa namuona sana kuna watu fulani wanaitwa wa Vietnam. Unajua Vietnam vita huwa hapigani mtu mmoja, yani wao wanaweza wakaja hata 200 kwa wakati mmoja, halafu wewe si una wanajeshi wako hata 50, unashindwa kujua unamuua yupi unamuacha yupi, na mwisho wa siku wanajikuta wamekushinda katika vita hivyo. Sasa kwenye karne hii ya 21 tumegundua tena kitu kingine, kuna watu wanaitwa wa Iran. Wa Iran na wenyewe wana pepo yao nyingine kabisa kutokana na yale ambayo wameendelea kuyaonesha katika eneo la mapambano. Sema na sisi kwenye comment section hapo chini juu ya hiki ambacho kinafanywa na wa Iran, lakini nguvu ya wa Iran mnaiona wapi? Ubabe wa Iran mnauona wapi? Lakini mnaona wapi mwelekeo wa vita hivi? Marekani tayari kishatupa taulo, ameenda kujiandaa kwa ajili ya kuja kwenye vita. Muirani anamwambia, mimi tokea tumeanza kupigana na tokea tumesitisha mapigano sijawahi kuacha kujiandaa na vita. Mimi nimekuwa nikijiandaa na vita all over the time, pamoja na mambo mengine. Trump anasema naye alijiandaa kwa vita miaka 40 iliyopita, lakini Trump alikuwa anajiandaa mwenyewe. Wa Iran wamejiandaa kama taifa more than 47 years kwa ajili ya kukabiliana na huyo Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.